Almighty God, Mungu mwenye nguvu, we thank you twakushukuru because you are worthy sababu wastahili to be praised. kupewa sifa. Your name be exalted, Jina lako litukuzwe especially in this evil generation, zaidi sana katika hiki kizazi the kiovu, Laodicean church age. kizazi cha kanisa la We Laodikia. thank you Twakushukuru for the New Testament blood kwa damu ya agano jipya of your only begotten ya Son. mwana wako wa pekee, The blood damu you speak is better than the blood of the naye righteous nena Abel. mema kuliko ya ule ya Abeli. We thank you, Twakushukuru Baba Jesus Christ, Yesu for Kristo offering a life for kwa us. kuweza kutoa maisha yako kwa ajili yetu. Thank you for the gift of the Holy Ghost. Asante kwa zawadi ya Roho Mtakatifu. And now we thank you Na sasa twakushukuru for the soon coming rapture. kwa ajili ya unyakuo ujao In karibuni. fact, that's what we are waiting Ile for, ndio tuko tunangojea, the rapture. unyakuo. And we see that everything is now pointing to the rapture. Tunaona kwamba kila kitu yote sasa linatuelekeza kwenye unyakuo. Give us, your dear children, the grace Tupe sisi watu wako wapenzi neema to enter into the rapture. kuingia katika unyakuo, For it is also your will maana ndio pia mapenzi yako that you rapture us. kwamba uweze kutunyakua. That's why again Ndio maana we tena are gathering this day, tunakusanyika leo that you come ili kwamba ukuje and anoint your word. na upake neno lako, Give us the revelation of your whole ufunuo wa oracles, manyayo zako zote, that Jesus Christ, kwamba Yesu Kristo we may be a people tuweze kuwa watu pleasing unto thee. ambao watakuwa na And kupendeza that's the wewe, people you are looking na for. wale ndio watu ambao unawatafuta. Even give me the minister, the words of Hata utterance. nipatie neno la kuweza Give me the kuhubiri, grace to speak for your nipatie oracle neema ya faithfully. kuweza kunena nyayo zako kwa uaminifu. Bless all souls which are Bariki hearing. nafsi zote ambazo watasikia. Take over. Chukua nafasi. We know that you have chosen to serve Tunajua Jesus kwamba Christ umechagua and Him alone. na yeye peke yake. Thank you, Jesus Christ. Asante Bwana Yesu For you Kristo. are the same message Maana forever. wewe ni sasa jana leo na hata milele. In Jesus' name I pray. Katika jina la Kristo Yesu tunaomba. Amen. We read Romans chapter 12. Romans 12. Tuwasome kitabu cha Waroma 12. Waroma 12. We read from verse 1 Uanze kusoma kuanzia mstari wa kwanza to 2. na mstari wake wa pili. I read it in the name of the Lord. I beseech you, therefore, brethren, Basi nawasihi ndugu zangu by the mercies of God, kwa huruma za Mungu, that you present your bodies itoeni miili zenu a living sacrifice, iwe dhabihu iliyo hai, wholly acceptable unto God, takatifu ya kupendezwa na which Mungu, is your reasonable service. ibada yenu ya And maana. be not conformed Wala to this msifuate world, kanuni za but be dunia ye hii, transformed bali by the mgeuzwe renewing of your mind, kwa kufanywa upya nia that you zenu, may prove mupate kuhakikisha what is that good, mapenzi ya unacceptable, Mungu the perfect yaliyo will of mema God. na ya kupendeza na kamilifu. Matthew 13. Mathayo 13. Matthew 13, Mathayo 13 verse 16. 16. But blessed are your eyes, Lakini heri macho for yenu they see, ya kuwa yanaona, and your ears, masikio yenu for they hear. kwa kuwa yanasikia. And God had blessed the reading of His Bwana word. Mungu aongeze baraka kwa usomaji wa neno lake. So I greet you, brethren, in the name of our Lord and Savior, Redeemer, Jesus Christ. Ndugu zetu na wasalimu katika jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Again, we thank Him for giving us the grace, Tena tunamshukuru kwa kutupatia neema again, to gather before Him, kusanyika mbele yake, especially in this evil generation. zaidi sana katika hiki kizazi kiovu, And I pray that na ninaomba kwamba you pay attention muweze kusikiliza to what we are going to share, ile ambayo tunaenda kuyanenea, because the most important thing in life sababu jambo la maana sana katika maisha is to serve Christ. ni kumtumikia Kristo. The most important thing in life Jambo la muhimu sana katika maisha is to exalt the name of the living ni God. kulinua jina la Bwana Mungu aliye hai. That's even what Jesus said, Ile ndio ambayo hata Yesu kasema that seek God first, kwamba mtafuteni Mungu and his kwanza righteousness, na haki yake, then the rest shall be added. alafu mengine yote yataongezewa. We thank you, Twakushukuru Jesus Christ, Yesu Kristo, because you're always the same message sababu kila forever. mara wewe ni sawasawa jana, leo na hata milele. So blessed are the eyes Mmebarikiwa macho which see, yanayoona, and blessed are the ears na yamebarikiwa masikio which hear. yanayosikia. That will be our sharing.
Ile ndio itakuwa somo letu. See, brethren, Naona ndugu zetu, we are living in a season tunaishi katika wakati whereby ambapo you should have the spiritual eye. wapasha kuwa na macho ya kiroho. You should have the spiritual ear. Wapasha kuwa na masikio ya kiroho. And even you should have the spiritual mouth. Na hata uwe na kinywa cha kiroho. Because somewhere in the holy oracles, Mahali fulani katika nyayo takatifu, we are told, tunaambiwa, open wide your mouth, fungueni kinywa chako wazi, and God will fill it na Mungu atakijaza with spiritual food. na vyakula vya kiroho. There is the eating of the physical food, Kuna kukula vyakula vya kawaida, but there is also the eating of the spiritual food. pia kuna kukula vyakula vya kiroho. So at this time, Kwa wakati huu we are supposed to open wide our mouth tunapaswa kuzifungua vinywa vyetu wazi and allow God na tumruhusu to Mungu fill it kuvijaza with the present truth message. na ujumbe wa ukweli wa sasa. And we ask God Na tunamwomba Mungu to give us the grace to see, kutupatia neema kuona, to give us the grace to hear. kutupatia neema kusikia. All in the Bible, Yote katika Biblia we are told, tunaambiwa he that who has an ear, let him hear. yeye anayekuwa na masikio na asikie. He that has a spiritual eye, let him see. Yeye anayekuwa na macho ya kiroho na aone. But it is only those Lakini ni wale tu whom God ambao Mungu has ordained. aliteua. Maybe let us read also John, the Gospel of John, Tusome pia Injili ya Yohane 15:16. 15:16. You have not chosen me, Si nyinyi but mlionichagua have mimi, chosen you bali mimi niliwachagua and ordained you na nyinyi that you should go nilikawaweka and mwende bring forth fruit, mkazae matunda, and that your fruit na matunda yenu should remain, yapate kukaa, that whatsoever you shall ask ili kwamba lolote mwombalo of the Father in my name, Baba kwa jina langu he may give it to you. Yeah, praise God. awapeni. Bwana Mungu asifiwe. You have not chosen me. Hamuja nichagua mimi. You see, God Unaona, Mungu is the one who is sovereign. yeye ndiyo mwenye kujitawala. He knows everything. Mungu anajua kila kitu. He knew the end from the beginning. Mungu yeye anajua mwanzo kuliko kwa tangu mwanzo. And we, Na sisi the bride, the wife of Jesus bibi Christ, harusi, mke wa Bwana Yesu Kristo, the body of Christ, mwili wa Kristo, he is the one who chose us yeye ndiye aliyetuchagua in Christ Jesus. ndani ya Kristo Yesu. He chose us. Alituchagua. Actually, it is God Ni Mungu who did the choosing. aliyefanya kuchagua. He are not the one who have chosen me. Haiko wewe ndio umenichagua. You repeat it. Irudilie. You have not chosen me, Si nyinyi mlionichagua, but have chosen you lakini mimi and niliwachagua, ordained you And the that bridegroom cometh. kwamba bwana harusi yuaja, Go ye out to meet him. tokeni kukutana naye. He made that cry. Alifanya ile aliko, And the 10 virgins responded positively. na mabikira 10 wakajibia vizuri sana. The 10 virgins Mabikira 10 started their preparation walianza matayarisho to yao go ye out to meet the bridegroom. kuweza kutoka nje kwenda kukutana na bwana harusi. And they came out of Babylon. Wakajitoka ndani ya Babiloni, They came out of denominationalism. wakatoka ndani ya udini. And they were on their way now to meet the bridegroom. At the end, they did not enter into the marriage. Hawakuweza kuingia katika ndoa, But 5 of them bali 5 wao were wise. walikuwa wenye busara. They had that extra supply of oil. Walikuwa na mafuta ya kutosha, And they went into the marriage. na wakaingia katika ndoa, And they became the wife of Jesus Christ. na wakawa mke wa Bwana Yesu Kristo. And because they became the wife of Jesus Sababu Christ, walikuwa mke wa Bwana Yesu Kristo, they were now raptured. kwa hiyo sasa wakanyakuliwa, They were caught away wakachukuliwa.
Why? Kwa nini? Because they were ordained, Waliteuliwa, they were in Christ Jesus walikuwa ndani ya Kristo Yesu before the foundation of the world. kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Just like Eve Kama tu Hawa was in Adam, alikuwa ndani ya Adamu, so is the bride, the wife of Jesus Christ, vile ndivyo mke wa Yesu Kristo in Christ Jesus ndani ya Kristo Yesu before the foundation of the world. kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. That is why Ndio maana the bride, the wife of Jesus Christ, bibi harusi mke wa Bwana Yesu or the Kristo body of Christ, ama mwili wa Kristo, is the only one to bring forth fruit. yeye pekee ndio atazaa matunda, And our fruit na matunda should yetu remain, yapashe kukaa, because kwa sababu we have kept walking with our God. tumeendelea kutembea na Mungu wetu, We have kept trusting our God. tumeendelea kumtumainia Mungu wetu, We have not allowed ourselves any falsehood. hatujaruhusu wenyewe uongo wote, We are not tossed to and fro, hatujapeperushwa huku na huko, because we are spiritually focused kwa sababu tumeweza kulengea sana kiroho, as we look unto Christ Jesus tukimwangalia ndani ya Kristo Yesu and only Him. na ndani yeye pekee. We are not distracted from this walk. Hatupoteshwa kutoka kwenye isa mwendo. That's why our bodies will be changed. Ndio maana mili zetu zitabadilishwa. And you continue reading. Endelea kusoma. And that your fruit should remain, Na matunda yenu yapate kukaa, that whatsoever you shall ask ili kwamba lolote muombalo of the Father Baba, in my name, kwa jina langu He may give it to you. awapeni. That Ndio. our fruit Kwamba matunda yetu has to remain. yapasha kukaa. That is why we enter into the rapture. Ndio maana tunaingia katika unyakuo. The foolish virgin, Bikira pumbavu, their fruit did not remain. matunda yao hayakukaa. That's why they missed the rapture. Ndio maana walikosa unyakuo. Only to wake up in the greater tribulation. Waamka wakiwa ndani ya ziki kubwa. That's why first we read Ndio maana kwanza tulisoma Romans chapter 12. Let's go back there. Waroma 12, turudi pa. Blessed our eyes because they see. Yamebarikiwa macho yetu kwa Blessed sababu our yanaona. ears because they hear. Yamebarikiwa masikio yetu kwa sababu yanasikia. Even blessed our mouths because they are swallowing spiritual food. Yamebarikiwa vinywa vyetu kwa sababu vinameza chakula cha kiroho. God given food Chakula kilichopewa na Mungu. of the hour of the day. Cha wakati cha siku zetu. Amen. I beseech you, therefore, brethren, Ndugu zangu na wasihi, by the mercies of God, kwa huruma za Mungu, that you present your bodies itoeni mili a zenu living iwe sacrifice. dhabihu iliyo hai. Apostle Paul Mtume Paulo is speaking ako na to the nena body of Christ, na mwili wa the Kristo, bride, the wife of Jesus Christ, mke wa Bwana Yesu Kristo, that by the mercies of God, kwamba kwa rehema za Mungu, truly, kwa huruma za Mungu, kwa it's ukweli, by the mercies of God. kwa ukweli ni kwa neema za Mungu, It is by the grace of God ni kwa rehema za Mungu that we are now here. kwamba sasa sisi tuko hapa. It is by the mercies of God Ni kwa rehema za Mungu that we can see kwamba tunaweza kuona that denominations kwamba madini are not serious with the word of God. hawayamaanishe katika neno la Mungu. It is by the mercies of God Ni kwa neema za Mungu that we have already known that there have been the 7 church ages. kwamba sisi tumeweza kujua kwamba kumekuwako nyakati 7 za kanisa. Many Christians do not know it. Wakristo wengi hawayajui. In the denominational world, they do not know Ndani ya it. ulimwengu wa kidini hawayajui. But it is the mercies of God But ni neema za Mungu that we have known that there have been 7 church ages. kwamba sisi tumeweza kujua kwamba yamekuweko nyakati 7 za kanisa. And when the 7 church age is Na over, wakati kizazi cha 7 kinapokwisha, that is when the rapture will take place. wala sasa ndipo unyakuo itapitika. And it is actually by the mercies of Na God ni kwa rehema za Mungu that we have known all that. tumeyajua haya yote. And without the mercies of Na God, bila neema za Mungu you cannot even please God. huwezi hata kumpendeza Mungu. Because He is the one who has chosen us. Sababu yeye ndiye aliyetuchagua. And since He is the one who has chosen Yeye us, ndiye alituchagua. He is the one to give us His mercies, His Yeye grace. ndiye atatupatia neema yake, rehema zake. He pours His grace unto us. Anatupea neema yake, anatumwangia neema yake. And by the way, Na hata we the body of Christ who are going into the mwili rapture, wa Kristo ambao tunaenda kwa unyakuo, He has put upon us greater grace.
ametuwekea neema kubwa. Greater grace. Neema kubwa. And that's why we are seeing all these things. Ndio maana tunayaona mambo haya yote. That's why we are now believing all these things. Ndio maana tunayamini mambo haya yote. He has put greater grace upon us. Ameweka neema kubwa juu yetu. Maybe you read that, but don't close Romans. Read Acts 4:33. Soma Matendo ya Mitume 4:43. Actually, it's not he that who will run, but God who shows mercy. Si yeye akimbiaye, lakini Mungu anayeonyesha rehema. Acts 4. Matendo ya Mitume 4:33. And with great power na mitume gave the apostles witness of the resurrection wakatoa ushuhuda wa ufufuko wake Bwana Yesu Kristo kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ilikuwa juu yao wote. Greater power, nguvu kubwa, the apostles, mitume, gave witness of the resurrection, wakatoa ushuhuda ya ufufuko wake, that Christ is risen. Christ Jesus is risen. Kwamba Kristo Yesu alifufuka. Kristo Yesu he rose from the dead. Alifufuka toka wafu. To believe in him. Kuamini ndani yake. Call upon his name. Iteni jina lake. Be born again. Uzaliwe mara ya pili. Receive the Holy Ghost. Upokee Roho Mtakatifu. By God's power, nguvu za Mungu, gave the apostles witness. Zilipea wa mitume ushuhuda of the resurrection. Ya ufufuko. And now, na sasa, we the end time body of Christ, sisi mwili wa mwisho wa Kristo, we are giving witness of the rapture. Tunatoa ushuhuda ya unyakuo. We are now giving witness of the rapture. Tunatoa ushuhuda ya unyakuo. That very soon, kwamba karibuni, the dead members of the body of Christ will come out of their graves. Wafu wa mwili na wanamemba wa mwili wa Kristo watatoka katika makaburi zao. We are now the ones giving that witness. Sisi ndio sasa tunatoa ile ushuhuda. And very soon, na hapo karibuni, our physical bodies, they are going to be changed. Miili zetu hizi za kawaida zitabadilishwa. In the twinkle of an eye. Katika kujifunga na kujifungua jicho. We are now the ones giving that witness. Sisi sasa ndio tunatoa ule ushuhuda. That very soon, kwamba karibuni, we shall take flight. Tutaweza kuruka tukua ndege. And break the law of gravity. Na kuweza kuvunja hii sheria. And march into heaven. Na tuweza kutembea na miguu kwenda mbinguni. Whereby we shall be with our Lord. Mahali ambapo tutakuwa na Bwana wetu. Our husband. Mume wetu. For 7 years. Kwa miaka 7. So we are now giving witness of that. Tuko tunatoa sasa ushuhuda ya hayo. In the greater grace. Na neema kubwa. God has given us now the grace. Mungu ametupatia sasa neema. You see, the message Brother Branham started to prophesy. Unaona ujumbe ambaye ndugu Branham alianza kuutabiri. Is a message pointing people to the rapture. Ni ujumbe ambaye inaelekeza watu kwa unyakuo. And now we are giving, God has given greater grace unto us. Mungu sasa ametupatia neema kubwa. That very soon, kwamba karibuni, the rapture will become a reality. Unyakuo itakuwa sasa uhalisi. This mortal will put on immortality. Miili ya kuoza itavaa kutokuoza. Then we can testify. Alafu tutaweza kushuhudia. That death, where's your sting? Kwamba kifo yako wapi, maumivu ya machungu yako. With greater grace. Kwa neema kubwa. When the church, wakati kanisa fell, lilianguka, when the foundations of the church, wakati misingi ya kanisa were destroyed by the Roman Catholic system, yaliharibiwa na hali ya Ukatoliki. Somewhere we are told in the Bible, mahali fulani tunaambiwa katika Biblia, in the book of Psalms, ndani ya kitabu cha Zaburi, that when the foundations are destroyed, wakati misingi yameharibiwa, what shall the righteous do? Basi wenye haki watafanya nini? So when the Roman Catholic system, wakati hali ya Uroma Katoliki, destroyed the foundations of the word of God, iliharibu misingi ya neno la Mungu, in the darker ages, katika nyakati za giza, God raised, Mungu akainua, a man called Martin Luther. Mtu ambaye anaitwa Martin Luther. Put his grace upon him. Akaweka neema yake juu yake. And he gave out that the just shall live by faith. Akatoa ujumbe ambao alisema wenye haki wataishi kwa imani. He gave witness to that message of justification. Aliweza kushuhudia ule ujumbe wa kuhesabiwa haki. That the just shall live by faith. Kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Faith in the word of God. Imani katika neno la Mungu. Not faith in the church system. Si imani katika hali fulani ya kanisa fulani. Not faith in a religious system. Si imani katika dini fulani. Not faith in a denominational system. Si imani katika dini fulani. So Martin Luther gave witness. Alitoa ushuhuda of the word of justification. Ya neno la kuhesabiwa haki. That the just shall live by faith. Wenye haki wataishi kwa imani.
in the word of God. Katika neno la Mungu. Just like the apostles in the beginning of the church, kama tume katika mwanzo ya kanisa, gave witness of the resurrection. Walitoa ushuhuda ya ufufuko. After the church fell, kisha kanisa kuanguka, and went into the darker ages, ikaingia katika nyakati za giza, Martin Luther gave witness. Martin Luther akatoa ushuhuda that the just shall live by faith, kwamba wenye haki wataishi kwa imani, justification, ya kuhesabiwa haki. Then by and by, wakati ilipopita, as time went on, wakati ilipopita, John Wesley gave witness of sanctification. Yohane Wesley akatoa ushuhuda ya kuhesabiwa haki. That the body of Christ ya utakaso, kwamba mwili wa Kristo should be a sanctified people. Mwili wa Kristo upase kuwa ni watu ambao wametakaswa. A holy people. Watu watakatifu. That without holiness nobody can see the Lord. Bila utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. He gave witness of the sanctification. Alitoa ushuhuda ya utakaso. That is not only trusting in Jesus Christ, believing in Jesus Christ. Haiko tu kumwamini Bwana Yesu Kristo. It's not only believing that Jesus Christ shed his blood on Calvary. Haiko kuamini kwamba Yesu Kristo alimwanga damu yake makapa Kalvari. But live a clean life, be a clean vessel. Ishi maisha masafi, kuwa chombo kisafi. Be not conformed to the world. Usifananishwe na ulimwengu. Live a life pleasing unto Christ. Ishi maisha yanayompendeza Kristo. He gave witness of sanctification. Alitoa ushuhuda ya utakaso Yohane Wesley. Then by and by, wakati ilipopita, then the Pentecostals gave witness. Wa Pentekoti wakapea ushuhuda. We are not talking about the Pentecostal denomination. Hatunenee juu ya dini la Pentekoti. But they gave witness. Walitoa ushuhuda of the baptism of the Holy Ghost. Ya ubatizo ya Roho Mtakatifu. When the Holy Ghost was again restored unto the church. Wakati Roho Mtakatifu tena alirudishwa juu ya kanisa. Then they gave witness. Wakatoa ushuhuda of the gift of the Holy Ghost. The gift of the Holy Ghost. Zawadi ya Roho Mtakatifu. The Holy Ghost again was restored unto the church. Roho Mtakatifu karudishwa tena kwa kanisa. Around 1906. Katika miaka 60 na 1066. So those believers gave witness of that. Wale waamini walipeana ushuhuda ya hiyo. And the Holy Ghost was restored unto the church. Na Roho Mtakatifu karudishwa katika kanisa. The gifts of the Spirit was again restored unto the church. Zawadi za Roho zikarudishwa tena kanisani. Then they gave witness to that. Wakatoa ushuhuda kwa hiyo. Then by and by, wakati ilipopita, God raised to William Marion Branham. Mungu akamuinua ndugu William Marion Branham. And William Branham at first, na ndugu William Marion Branham kwanza, gave witness, alitoa ushuhuda of the healing mercies of Jesus Christ. Ya rehema za neema za uponyaji wa Yesu Kristo. He spearheaded the healing revival. Akawa mwongozi wa uamsho wa uponyaji. The healing of the physical bodies. Uponyaji wa miili zetu za kawaida. Even because the angel appeared unto him. Hata kwa sababu malaika alionekana kwake. That if you can only be sincere. Kwamba unaweza kuwa tu mwaminifu. No demon, no disease can stand your way, not even cancer. Hakuna magonjwa atasimama njiani mwako, si hata saratani. But he called for his sincerity. Lakini lita yeye kuwa mwaminifu. And he spearheaded that healing campaign. Yeye akawa kiongozi wa ile mkutano ya uponyaji za uponyaji. He gave witness to the healing. Alitoa ushuhuda kwa uponyaji. Part of the gospel. Moja ya sehemu ya injili. The healing of the physical bodies. Uponyaji wa miili ya kawaida. And by the way, na hata the healing of the physical bodies, uponyaji wa miili hizi, is speaking about the physical translation. Inanenea juu kubadilishwa kwa miili zetu. Which is going to be a reality in our day. Ambayo itakuwa uhalisi katika siku zetu. When somebody gets healed in the body physically, wakati mtu anaponeshwa katika mwili wake by the stripes of Christ Jesus we are healed physically. Kwa kupigwa kwa Kristo kuliponyeshwa na miili zetu. But it teaches us in a deep way. Inatufundisha katika njia ya kindani. That very soon these physical bodies will also be healed. Kwamba karibuni hii miili pia itaponyeshwa. And this healing is that these bodies are going to be changed. Na uponyaji ule ni kwamba hizi miili zitabadilishwa. These bodies are going to be changed. Hizi miili zitabadilishwa. In one of the letters of Apostle John, katika moja ya barua ya mtume Paulo, God is not only interested in the salvation of our soul. Mungu hapendelee tu wokovu wa nafsi zetu, but he is also interested in the healing of our physical bodies. Bali anapendelea pia uponyaji wa miili zetu. So continue reading. Endelea kusoma. Yes.
holy, acceptable unto God, takatifu inayokubaliwa kwa Mungu, which is your reasonable service, ambaye ndio ibada yenu inayofaa, that we present our bodies, kwamba tuyalete mili zetu a living sacrifice, kuwa sadaka, dhabihu iliyo hai, a living sacrifice, sadaka iliyo hai. You see, a human being, unaona mwanadamu, is composed of the spirit, ako ndani roho, is composed of the soul, ako ndani nafsi, and is composed of the physical body. na pia mwili huu wa kawaida. All of it is going to be redeemed. Yote yatakombolewa. Right now, kwa sasa, the inner man, mtu wa ndani, has already been redeemed. Ameshakombolewa. When you came to Christ Jesus, ulipokuja kwa Kristo Yesu, when you repented of your sins, ulipozitubu dhambi zako, when you confessed Jesus as your personal Savior, Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, when you received the Holy Spirit ulipopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, it means inamaanisha the inner man has already been redeemed. Mtu wa ndani wako ameshakombolewa. That's why we are told not to grieve the Holy Spirit. Ndio maana tunaambiwa tusimhudhurishe Roho Mtakatifu, which has sealed us ambaye ametuweka muhuri unto the day of the redemption of our physical bodies. Siku ya ukombozi wa miili zetu. That's why ndio maana Apostle Paul knew that revelation. Mtume Paulo alijua ule ufunuo, that God is not only interested in the soul and the spirit. Mungu apendelee tu nafsi na miili zetu. He is also interested in our physical body. Anapendelea pia miili zetu. He is also interested in our physical body. Anapendelea tu pia miili zetu. That is why God, ndio maana Mungu, kept the body of his only begotten son. Aliweza kuweka mwili wa mwana wake wa pekee. He did not see corruption. Ule mwili haukuona uharibifu. The body of Jesus Christ did not see corruption. Mwili wa Bwana Yesu Kristo haukuona kuoza. Meaning that God is interested also in this physical body. Inamaanisha kwamba Mungu pia anafurahia hii miili yetu ya kawaida tuko nayo. Do not despise this physical body. Msidharau hizi miili za kawaida. But before it is changed, kabla haujabadilishwa, you are supposed to subject it to the leadership of the Holy Ghost. Wapaswa kuweka chini ya utiifu ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Before these bodies are changed in the rapture, kabla hii miili hazitabadilishwa katika unyakuo, the inner man which has already been redeemed, mtu wa ndani ambaye ameshakombolewa, is the one to lead this physical body. Yeye ndiye anaongoza hii miili ya kawaida. That is why we are told, ndio maana tunaambiwa, that this you should not allow the flesh to fulfill its lust. Tusiruhusu mwili zetu kutimiza tamaa zake till the day it is going to be changed. Mpaka siku itakapokabadilishwa. This is one of the greater promises of God. Hii ni moja ahadi kubwa za Mungu, is to change our physical body. Kubadilisha miili zetu hizi za kawaida. And now we are moving unto that. Na sasa tunaelekea kwa hiyo. That's why God started by raising William Branham. Ndio maana Mungu alianza kwa kumuinua ndugu William Branham. In one of the songs in the Only Believe songbook, katika moja zile nyimbo za amini tu, Song 7, wimbo nambari 7, it says that I'm thinking of the rapture. Ile wimbo inasema kwamba ninawazia juu ya unyakuo. I am thinking of the rapture. Niku ninawazia juu ya unyakuo. Everybody now who has been called to be in the body of Christ, kila mtu ambaye aliitwa kuwa katika mwili wa Kristo, should be thinking of the rapture. Apaswa kuwa akifikiria juu ya unyakuo. You should be thinking wapaswa kuwa ukifikiria that one day the dead will come out of their graves, siku moja kwamba wafu watatoka ndani ya makaburi zao, and then they will appear unto us, na alafu wataonekana kwetu. And then you should be thinking, na pia ukuwa ukiwazia that one day kwamba siku moja this physical body, hizi miili za kawaida, is going to be changed. Zitabadilishwa. You should be thinking upaswa kuwa ukiwazia that one day this physical body, siku moja hizi miili za kawaida, is going to be changed, zitabadilishwa in the twinkling of an eye. katika kufunga na kufungua jiwe. And you should be now thinking wapaswa kuwa ukiwazia that one day siku moja we shall march into heaven, tutaweza kuingia na kupaa mbinguni, breaking the law of gravity, kuvunja sheria ya miili hii kutokupanda what the world calls the law of gravity, ile ambayo ulimwengu inaita sheria ya maumbile. And we will be caught into the throne of God in heaven, na sisi tutachukuliwa na kushikwa kwenye kiti cha Mungu kule where mbinguni, Jesus as a man is physically sitting now. mahali ambapo Yesu Kristo kama mtu anakaa kwa we sasa. shall be caught into the air, tutaweza kuchukuliwa katika angani, and we shall not be in the tribulation, na hatutaingia katika ziki. Why? Kwa nini? Because we have presented our bodies a living
sacrifice. Kwa sababu tumeweza kuiweka miili zetu kuwa sadaka iliyo hai. We have presented our bodies a living sacrifice. Tumeweza kuziweka miili zetu kuwa sadaka iliyo hai. Read 2 Corinthians chapter 7. Soma Wakorintho wa pili 7. Verse 1. Having therefore these promises, Sasa wapenzi, sisi kuwa na hii ahadi. dearly beloved, you stop there first. Acha pale kwanza. Having therefore these promises, dearly beloved, Kisha kuwa na hizi ahadi wapenzi, ndugu the wapenzi, chosen ones, the body of Christ, mwili wa the Kristo, bride of Christ, bibi harusi the wa wife Kristo, of Christ, mke wa Kristo. having these promises, Kisha kuwa na hizi ahadi. all these promises, Ahadi hizi zote. you the beloved one. Nyinyi wapenzi, What promises? ni ahadi gani zile? I have already told you Nimewaambia the tayari. promise of going into the rapture. Ahadi za kuingia katika unyakuo. The promise that our bodies are going to be changed. Ahadi kwamba miili zetu zitabadilishwa. The promise that the dead will rise out of their grave. Ahadi kwamba wafu watafuka toka ndani ya makaburi zao. One day, Siku moja Paul will come out of his grave. Paulo atatoka ndani ya kaburi lake. One day, Siku moja Timothy will come out of his grave. Timotheo atatoka ndani ya kaburi lake. One day, Siku moja Branham will come out of the grave. Branham atatoka ndani ya kaburi. One day, Siku moja Martin Luther will come out of the Martin grave. Luther atatoka ndani ya kaburi. Then, Alafu they can testify wataweza kushuhudia that grave where your victory. kwamba kaburi iko wapi ushindi wake. Having all these promises, Kisha kuwa na hizi ahadi zote. the promise of entering into the rapture. Ahadi za kuingia katika unyakuo. This is now the promise we are seriously focusing. Hizi ndizo ahadi ambazo sasa tuko zinazilengea. This is now the promise we are seriously focusing. Hizi ndizo ahadi ambazo tunazilengea kwa sasa. Be focused now on this promise Lengea sasa kwa hizi ahadi of entering into the rapture. za kuingia katika unyakuo. There are so many promises. Ziko ahadi nyingi sana. Then after the rapture, Kisha unyakuo, there is also another promise of the millennium. iko pia ahadi ya mtawala wa miaka 1000. Ruling in the millennium, Ukitawala ndani ya miaka 1000. where the planet Earth will be ours. Mahali ambapo hii ardhi itakuwa yetu. Yes, that promise. Ile ahadi. The promise of people entering the millennium. Ahadi ya watu kuingia katika utawala wa miaka 1000. The family of Christ in the millennium. Jamaa ya Kristo katika utawala wa miaka 1000. The wife of Jesus Christ Mke wa Bwana Yesu Kristo with her husband pamoja Jesus Christ in the na millennium. mume wake Yesu Kristo katika utawala wa miaka 1000. Then the rest of the family, Alafu jamaa nyingine yote, all other Christians, the foolish virgins, Wakristo the wengine tribulation wote, saints, mabikira wapumbavu na watakatifu all will be raised and they will also be in the millennium. wote watafufuliwa na watakuwa pia katika utawala wa miaka 1000. Then the sheep people will also be in the millennium. Na watu kondoo pia watakuwa katika utawala wa miaka 1000. Those ones who will be repopulating the planet. Wale ambao watakuwa wanaijaza tena dunia. And we know that in the millennium, Na tunajua kwamba katika the devil will be in prison. wa miaka 1000 ibilisi atahukuwa kifungoni. We know that in the millennium, Tunajua katika utawala wa miaka 1000 nobody will die because of old age. hakuna mtu ambaye atakufa kwa sababu ya uzee. That means that those ones who will become faithful, Inamaanisha kwamba wale ambao watakuwa waaminifu they will live for 1,000 years. wataishi kumaliza miaka 1000. Even in this physical body. Hata katika hizi mili hizi za kawaida Even in hizi. this physical body. Katika hizi mili zetu hizi. Those sheep people, Wale watu kondoo who will repopulate the planet, ambao watakuwa kijaza dunia tena, they will live for 1,000 years. wataishi kwa muda wa miaka 1000. It is only the children Ni watoto tu they are producing in the millennium. watakaozaa katika ile miaka If some of them disobey Jesus Christ, kama wamoja wao wanakosa kumtii Bwana Yesu Kristo, that is why ndio maana they will be judged watahukumiwa and they will die physically. na watakufa kimwili. In the millennium, Katika utawala wa miaka 1000 there will be no death by accidents. hakutakuwa vifo vya ajali, There will be no death by old age. hakutakuwa vifo vya uzee, No diseases, hakutakuwa na but magonjwa, only death by judgment. lakini itakuwa tu ni kifo kwa kuhukumiwa, Because Jesus Christ is in full control of the planet Earth. kwa sababu Yesu Kristo atakuwa kitawala ardhi yote. In the millennium, they will build houses Katika utawala wa miaka 1000 and watayajenga sleep manyumba in their houses. na kulala katika manyumba zao. They will plant
watapanda, and then they will eat the harvest na kukula mavuno yao of what they have planted ya yale waliopanda in the millennium. katika utawala wa miaka. There is that promise of entering the millennium. Iko ile ahadi ya kuingia katika umilele ama miaka 1000. Then there is also the promise of entering into eternity. Na pia kuna ile ahadi ya kuingia katika umilele. After the millennium, kisha utawala wa miaka 1000, then there will be eternity. Alafu kutakuwa umilele. Eternity. Umilele. Praise Jesus. Asifiwe Bwana Yesu. All those promises ahadi hizi zote are there. Zipo. There are also promises of the physical healing of our bodies. Pia ziko ahadi za uponyaji wa miili zetu. If you are sick, ukiwa mgonjwa, the stripes of Jesus Christ have already set you free. Mapigo ya Bwana Yesu Kristo yameshakuweka huru tayari. There is that promise. Iko ile ahadi that if you are sick of any disease, ukiwa mgonjwa na magonjwa fulani, by the stripes of Jesus you already healed. Kwa kupigwa kwa Bwana Yesu Kristo uliponyeshwa tayari. Just trust in Jesus Christ. Mtumainie tu Bwana Yesu Kristo. Today, leo, we believe tunaamini that our God heals all manner of diseases. Kwamba Mungu wetu huponya kila namna ya magonjwa yote. But today, lakini leo, many people, watu wengi are looking into science. Wako naangalia sayansi. Branham warned people against science. Ndugu Branham akawaonya watu dhidi ya sayansi. Though science is very good, hata ingawa sayansi ni nzuri, even now this message is going out because of science. Hata leo hizi ujumbe tunaweza kuzituma nje kwa sababu ya science. But at the same time, lakini kwa wakati mmoja, be watchful. Mchunge sana. Today, leo, many Christians are not living by faith. Wakristo wengi hawaishi kwa imani. Many wengi rely, wanategemea on what science is telling them. Ile ambayo siasa inawaambia. Eat not, usikule, drink not, usikunywe kitu fulani, touch not, usiguse. Many are relying on that. Wengi wanategemea hiyo. And people now are no longer living by faith. Na watu hawako tena wanaishi kwa imani. Yeah, the word is very simple that the just shall live by faith. Na neno liko rahisi linasema tu wenye haki wataishi kwa imani. The just shall live by faith. Wenye haki wataishi kwa imani. Amen. Hallelujah. So if we are not going to be careful, kama hatutakuwa waangalifu, okay, what those people are saying, kile ambacho wale watu wanasema is right. Ni haki. In the area of science. Katika nafasi ya ile siasa. When they tell you what your body needs, wanapokuambia kile ambacho mwili wako zinahitaji, and what your body does not need, na kile ambacho mwili wako hahitaji. But lakini we remember we are supposed to live by faith. Kumbukeni kwamba tunapaswa kuishi kwa imani. That is why ndio maana we are told, tunaambiwa, that when food is set before you, wakati vyakula vinawekwa mbele yako, when food is set before you, wakati vyakula vinawekwa mbele yako, offer the word of prayer. Toa neno la maombi. That word of prayer, ile neno la maombi, cleanses the food. Linavitakasa vyakula. That word of prayer, ile neno la maombi, cleanses the food. Linavitakasa vyakula. But remember, a health worker, kumbuka huyu, somebody who has known how the human body works, ule ambaye amejua jinsi mwili wa mwanadamu unavyotenda, has already told you this food is not good for your body. This is not good. This drink is not good. This is not good. Hiki si kizuri. On their research, it is very right. Kwa upelelezi yao ni vizuri. But remember, lakini kumbuka, the word says, neno linasema, the just shall live by faith. Wenye haki wataishi kwa imani. That's what Apostle Paul said. Ndio maana mtume Paulo akasema, whatever, when someone serves you food, wakati mtu fulani anakupea vyakula, just offer the word of prayer. Toa tu neno la maombi. It sanctifies that food. Ile maombi yanatakasa vile vyakula. It sanctifies that drink. Maombi yanatakasa vile vinywaji. The just shall live by faith. Wenye haki wataishi kwa imani. Today, leo, many of us are living by health science. Wengi wetu tunaishi kwa kutokana na science. We have stopped living by faith. Tumeacha kuishi kwa imani. In fact, many people of God are now afraid and scared. Watu wengi wa Mungu wameogopa. The hours come. Wakati imekuja. And now is. Na sasa hivi. Whereby ambapo we are supposed to repent. Tupasha kutubu. And even repentance is a continuous thing. Na hata kutubu ni jambo la kuendelea. If you have been living by science, kama umekuwa ukiishi kwa siasa, this is now time for you to repent and say, Jesus Christ, you have been sorry, you are now living by faith.
Hii ni wakati sasa utubu na useme Yesu Kristo tusamehe. Sasa tunaishi kwa imani. You are now living by faith. Sasa tunaishi kwa imani. Faith in the word of God. Imani katika neno la Mungu. It is what does the word say? Ni neno linasema nini? What does the word say? Neno linasema nini? The angel told William Branham, malaika alimwambia ndugu William, that if you can only be sincere, kama utakuwa tu mwaminifu, if me a call can be sincere, kama mimi Paul naweza kuwa mwaminifu, if Joseph my brother can be sincere, kama Yusuf anaweza kuwa mwaminifu, if my brother Ambrose can be sincere, kama ndugu yangu Ambrose anaweza kuwa mwaminifu, we shall tread on serpents and scorpions, tutakanyanga nge na nyoka, and over all the power of the enemy, na juu ya nguvu zote za giza, and nothing shall by any means hurt us, na hakuna kitu chochote kwa namna yote chaje kutudhuru, and nothing shall by any means hurt us, hakuna kitu chochote kwa namna yote kitaweza kutudhuru, if we can only be sincere, kama tunaweza kuwa tu waaminifu. Look unto the God of the heavens and the earth, angalie Mungu wa mbinguni na duniani, look unto the God who said let there be light, and it was so. Tukimwangalia Mungu ambaye alisema acha kuwe na nuru na ikawa vile. Now, if God said, kama Mungu let there be light, and it was so, wawe nuru na nuru ikawa. About healing your hernia? Namuna gani sasa kuponya tu hernia? About malaria fever? Namuna gani sasa au malaria? About any disease? Namuna gani sasa magonjwa yoyote? If he can speak the universe into existence by the power of the spoken word. Kama aliweza kunena ili neno na ulimwengu ikawa tu kwa neno lililo neno. Oh, that's why Jesus rebuked his disciples, you of little faith. Ndio maana Yesu akawakemea wanafunzi wake. You cannot even do this special assignment. Nyinyi watu wenye imani haba mweze hata kufanya hii kazi ndogo ya kiroho. Deliver this younger boy whom the enemy has possessed, throwing him in the fire and the water. Kumuokoa huyu you of little faith, ambaye adui amemchukua akimtupa ndani ya moto. Nyinyi wenye imani haba. If we can only look unto Christ, kama tutaweza tu kumwangalia Kristo, if we can only trust in the name of Christ, kama tutaweza tu kulitumainia jina la Kristo, all is well. Yote ni vyema. Why did Brother Branham why did he make that song in the Only Believe songbook, song number 1, that Only Believe? Kwa nini ndugu akafanya ile wimbo akawa ndio wimbo ambao alikuwa akiimba kila mara? Amini tu, amini tu, amini tu, yote yawezekana. Only believe. Amini tu. Only believe. Amini tu. You see, the issue today is, jambo leo ni, we are listening more to human beings than to the voice of Christ. Tunasikiliza zaidi wanadamu kuliko kusikiliza sauti ya Kristo. People are obeying men more than Christ. Watu wanamtii wanadamu kuliko Bwana Yesu Kristo. If a man tells him this, he does it. Kama mtu wanadamu anamwambia fanya hivi, anaifanya. If a president tells him this, he does it. Rais anamwambia fanya hivi, anaifanya. If a prime minister tells him this, he does it. Rais mkubwa akimwambia fanya hivi, analifanya. If a religious canal leader tells him this, he does it. Kama huyu wa viongozi wa kidini wanamwambia fanya hivi, analifanya. If a pope tells him this, he does it. Kama papa wa Roma anamwambia fanya hivi, analifanya. If a Catholic father tells him this, he does it. Kama huyu mpadiri wa Katolika anamwambia fanya hivi, analifanya. If a health worker tells him this, he does it. Kama munganga anamwambia fanya hivi, analifanya. If a social worker tells him this, he does it. Mfanyakazi fulani anamwambia fanya hili, anafanya. If an economist tells him this, he does it. Mtu wa kiuchumi anamwambia fanya hili, analifanya. If a fisheries officer tells him this, he does it. Huyu mtu wa kujua kuchunga samaki kumwambia fanya hivi, analifanya. But when God tells him the word, Mungu anapomwambia neno, they rebel against the word. Wanaliasi neno. They run away from the word. Wanakimbia kutoka kwenye neno. They are not ready to follow the true revelation of the word. Hawako tayari kufuata ufunuo wa kweli wa neno. In their generation, if God sends a message for their generation, they will not believe it. They will fight that message. Kama Mungu anawatumia ujumbe wa kizazi chao, wanapiganisha ule ujumbe. But when man tells them something, mwanadamu anapowaambia kitu fulani, quickly they swallow it. Haraka wanakimeza. They believe it. Wanakiamini. They trust it. Wanakitumainia. But if God tells them something, kama Mungu anawaambia kitu fulani, they rebel against it. Wanaasi kuhusu ile. Now the World Health Organization, sasa ulimwengu wa afya, has told people, imeambia watu how to prevent COVID-19. Jinsi ya kujikinga kutoka kwenye COVID-19. The corona curse. Hii laana ya corona. People have obeyed it. Watu wameitii.
People have obeyed it. Watu wameitii. You move wherever you go, people are with the face mask. Unaenda kila mahali ambapo unakwenda watu wamevaa barakoa. People have washed their hands. People keep washing their hands. Watu wamenawa mikono yao na watu wanaendelea kunawa mikono yao. People try to keep distance even in the vehicle. Watu wanajaribu hata kuchunga na sehemu fulani hata wanapotembea katika magari. But when God speaks his word, bali Mungu anaponena neno lake, they will rebel against it. Wanaliasi. If God says a baby should not be baptized, Mungu akisema mtoto mchanga asibatizwe, they will not obey. Wao hawatalitii. They will take their babies for baptism. Watachukua watoto wao kwa kuwabatiza. If God says a woman should not pass the church, Mungu akisema mwanamke asiwe mchungaji wa kanisa, they will not have it. They will not obey. Hawataitii. See, that is the problem with humanity. Unaona, ile ndio shida ya wanadamu. That is the problem with humanity. Hii ndio shida ya wanadamu. Continue reading. Endelea kusoma. Let us cleanse ourselves from all filthiness, tujisafishe na uchafu wote of the flesh and spirit, wa mwili na roho, perfecting holiness, tukikamilisha in utakatifu the fear of God. katika woga wa Mungu. Let us cleanse ourselves Tujisafishe wenyewe in the spirit, katika roho. that is the inner man. Ule ndio mtu wa ndani. Meaning that Kimaanisha kwamba we are not supposed to have any false teaching in our midst. Hatupaswe kuwa na mafundisho yote ya uongo katikati yetu. That is why Paul said, ndio maana Paulo akasema, an heretic. Huyu muongo. An heretic is a false teacher. Mhubiri wa uongo. 1 or 2 admonitions reject him. Ukimwonya mara moja mara mbili mkatae. That is why we are reading having all these promises. Ndio maana tunaona hizi hadi zote. Cleanse ourselves from all the filthiness in the spirit. Inasema aje tusafishe sisi wenyewe kwa utakatifu wote katika roho. False teachings. Mafundisho ya uongo. Because a false teaching cannot carry you into the rapture. Kwa sababu mafundisho ya uongo hayawezi kubeba katika unyakuo. A false doctrine cannot see you in the rapture. Mafundisho ya uongo hayawezi kukuingiza katika unyakuo. Then cleanse even our bodies. Tusafishe hata miili zetu. It did not only stop in the spirit, haikukoma tu katika roho, but it came even to the body. Ilikuja hata kwa miili zetu. That's why Paul said, ndio maana Paulo anasema, some of these things should be mentioned in our midst. Moja mambo haya hayapaswi kusemeka adultery, fornication, telling lies, corruption, kusema uongo, ufisadi, kwenda kwenye drunkenness, ulevi, evil speaking, kusema mabaya, bitterness, uchungu, all that. Yale yote. Our bodies should be cleansed. Miili zetu zinapaswa kusafishwa. Our bodies should be cleansed. Miili zetu zisafishwe. You see, this is not the hour. Unaona, hiki ndio wakati for people to say, oh, I did this. Watu waseme, nilifanya hii. Oh, I did this. Oh, nilifanya hili. Oh, I stole. Niliiba. Oh, I committed immorality. Oh, nilifanya uovu. This is not the hour. This is not the season for that. Hii haiko ndio wakati ya mambo hayo. That's why Paul said, ndio maana Paulo akasema, they should not even be mentioned. Yasipaswa hata kutamkwa. Those are dead works. Zile ni kazi za kufa. In this hour where we are preparing to enter into the rapture, katika unyakuo ambao tuko tunajitayarishia kuingia katika unyakuo, then again talk of that nonsense. Unanena tena juu ya ile uchafu. It should not even be mentioned. Yale uchafu yasisemwe tena katikati yetu. It should not even be mentioned. Wasiweze kuyasema, that somebody is marrying outside the house of Israel. Kwamba mtu fulani kunaoa nje ya nyumba ya Israeli. Because the word is very clear in Corinthians. Sababu neno linasema waziwazi katika Wakorintho. Apostle Paul is saying, marry in the Lord. Mtume Paulo anasema oa katika Bwana. Marry in the Lord. Oa katika Bwana. It should not even be mentioned. Haipaswi hata kutamkwa. Somebody is marrying outside the house of Israel. Mtu kunaoa nje ya nyumba ya Israeli. Because kwa sababu this is the time whereby we are preparing to enter into the rapture. Hii ndio wakati tunajitayarisha kuingia katika unyakuo. Yes. Ndio cleansing ourselves from the all filthiness. Tukijisafisha wenyewe kutoka kwenye uchafu wote. Filthiness in the spirit. Uchafu katika roho. And filthiness in the body. Na uchafu katika mwili. Perfecting holiness. Kukamilisha utakatifu. In the fear of the Lord. Katika woga wa Bwana. Having a deep hatred against sin. Kuwa na chuki ya kindani dhidi ya dhambi. Perfecting holiness in the fear of the Lord. Ukikamilisha utakatifu katika woga wa Bwana. Developing a perfect hatred against sin. Ukiwa na chuki kabisa dhidi ya dhambi. Against Satan. Dhidi ya shetani. You don't want anything of Satan in our midst. Hautoke lolote la shetani katikati yetu. You don't want anything
of the world in our midst. Haututaki kitu chochote cha kiulimwengu katikati yetu. Perfect in holiness. Tukikamilisha utakatifu In the fear of the Lord. katika woga wa Bwana. That's why Jesus Christ said, Ndio maana Yesu Kristo akasema, any plant which my heavenly Father has not planted will be plucked. mmea yote ambaye baba yangu wa mbinguni hajapanda itaongolewa. That is perfecting holiness in the fear of the Lord. Ile ni kukamilisha utakatifu katika woga wa Bwana. Brethren, that's why God told even Moses in the Old Testament, Ndio maana hata Mungu akamwambia Musa katika Agano la Kale that he removes his shoes kwamba aondoe viatu vyake, because he's standing in the holy sababu ground. anasimama pale patakatifu patakatifu. And we have got all this message. Na tumepata hizi ujumbe zote. We have kept walking with God. Tumeendelea kutembea na Mungu. And very soon our bodies are going to be changed. Na karibuni miili zetu zitabadilishwa. There should be the fear of the Lord in our midst. Papashe kuwa woga wa Bwana katikati yetu. Because we are the body of Christ. Sababu nyinyi ndiye mwili wa Kristo. The bride, the wife of Jesus Christ. Harusi mke wa Bwana Yesu Kristo. Therefore, we should have the fear of the Lord in our midst. Tuwe na woga wa Bwana katikati yetu. In the book of Malachi, ndani ya kitabu cha Malaki, Prophet Malachi was speaking. Nabii Malaki alikuwa kinene, if I be your master, nikiwa bwana wenu, then where is my fear? Nikiwa mkubwa wenu, basi woga wangu iko wapi? Where is my fear? Woga wangu iko wapi? If I be your father, nikiwa baba yako, where is my honor? Heshima zangu ziko wapi? So the people should fear. Watu wapaswe kuwa na woga that we are serving the true God. Kwamba tunamtumikia Mungu aliye wa kweli. Because God, kwa sababu Mungu right from the beginning, tangu mwanzo, dealt with Satan, alikabiliana na shetani, who was trying to bring corruption, ambaye alikuwa anajaribu kuleta ufisadi in heaven. Kule mbinguni. God dealt with him. Mungu akakabiliana naye. When Satan, wakati shetani got bored of his position, aliweza kuchoka na nafasi yake, that I want to be like the Most High, anapenda kuwa fanana na ule aliye juu, I want to be like the Most High, anapenda kufanana na ule aliye juu, I want to exalt my throne napenda kuinua above the stars of God, juu ya nyota zote za Mungu. He wanted the angels of God to worship him. Alipenda malaika za Mungu wamwabudu. He went around, alizunguka decampaigning God, akimfanya Mungu porojo, telling the angels, akiwaambia malaika that God, I think, is not fair. Mungu haiko mzuri. Why is he keeping us in a certain position? Kwa nini anatuweka mnafasi fulani? And he alone is exalted. Na yeye peke yake ndiye anainuliwa juu. God is not just. Mungu si mwenye That's why he went campaigning. Ndio maana shetani akaenda that I want to exalt my throne. napenda kuinua kiti chake. I want to be equal with God. Napenda kuwa sawa sawa na Mungu. Then God dealt with him. Alafu Mungu akakabiliana naye. He was first called Lucifer. Kwanza alikuwa akiitwa Lucifer, the bringer of light. Ule mwenye kuileta nuru. That name, Lucifer, ile jina Lucifer means the bringer of light. Inamaanisha mwenye kuileta nuru. He had the anointing. Alikuwa na upako. He had the anointing of God. Alikuwa na upako wa Mungu. Lucifer had a very great anointing of God. Alikuwa na upako mkubwa wa Mungu. That is the meaning of that name Lucifer. Ndio maana ya ile jina Lucifer. A highly anointed angel. Malaika wa kupaka mwenye upako wa juu sana. A highly anointed archangel. Malaika mkubwa mwenye upako wa mwingi. Next to God, aliyekuwa kisha Mungu. He had a very, very great anointing. Alikuwa na upako mkubwa sana. And that anointing destroyed him. Na ile upako ikamharibu. Because kwa sababu when God tested him, wakati Mungu alimjaribu, because when God gives you the anointing, wakati Mungu anapokupea upako, He has to bring a test. Anakuletea jaribu. He has to give you a test. Anakupa jaribu. Everybody God anoints, kila mtu ambaye Mungu anampaka, He gives you a test or a trial. Mungu anampea jaribu. To see that are you going to remain humble with that anointing? Kuona je utabakia mpole katika ile upako? Are you going to remain humble with that anointing? Je utabaki mpole katika ile upako? That's how God operates. Vile ndivyo Mungu anavyotenda. You see, when Branham started the healing ministry, unaona wakati ndugu Branham alianza hiyo kampanya ya uponyaji, many people also got that anointing of healing. Watu wengi pia wakapata ile upako ya uponyaji. People like Oral Roberts. Watu kama akina Oral Roberts. People like T.L. Osborne and the rest. Watu kama na T.L. Osborne na wengineo. They really did the work. Walifanya kabisa kazi. But they did not stay at one with that anointing. Bali hawezi kuweza kubaki kukaa na ile upako. They started exalting themselves. Walianza kujiinua wenyewe. That is why today, ndio maana leo, people maybe God give somebody the grace to heal the sick. Kama Mungu anapeana mtu fulani neema kuponya magonjwa, kukuza mapepo. They become very proud with that anointing. Wanajivunia ile upako.
They become very proud of that anointing. Wanajivunia ile upako. If God gives a certain brother that anointing, kama Mungu anampeana ndugu fulani ile upako, performing miracles and healing the sick, na kuponya wagonjwa, casting out devils, kufukuza mapepo, God anointing to discern spirits, ama upako ya kuweza kupambanua roho, very many of them will become proud. Wengi wao wanageuka kuwa wenye kiburi, and they will not want to listen to anybody. Na hawatapenda tena kusikiliza mtu yoyote. They will think that every time they are the ones to speak in the church. Watawazia kwamba wao kila wakati wao ndio watanena kanisani. And they cannot become one with that anointing. Hawawezi kuwa wamoja na ile upako. Therefore, when God anoints you in any area of life, Mungu anapokupaka katika nafasi fulani ya maisha, please be humble. Kuwa mnyenyekevu, kuwa mpole. Lucifer did not become humble. Hakukuwa moto mpaka. He said he wanted to be like the Most High. Akasema anapenda kufanana kama Mungu aliye juu. And he took away millions and millions of angels. Na akawachukua mamilioni na mamilioni za malaika. The Bible only calls it in a mathematical language a third of the angels. Biblia inaita katika hesabu ya Biblia inaita 1/3 ya malaika. But it is millions and millions of angels. Bali ni mamilioni na mamilioni za malaika. And even some of them God has not allowed to operate. Hata wengi wao Mungu hajawaruhusu waanze kufanya kazi. There are some of them which are chained down there in hell. Kuna wengi wao ambao wamewekwa minyororo kule ndani ya kuzimu. But there are some God has allowed to operate to help Satan in his kingdom. Kuna wale ambao Mungu ameruhusu wafanye kazi yao kumsaidia shetani katika ufalme wake. They are the ones called demons. Wale ndio wanaitwa mapepo. That's why Jesus said in his name, Jesus Christ, we cast out demons. Ndio maana Yesu akasema katika jina lake Yesu Kristo tuyafukuza mapepo. Those evil angels who are assisting Satan. Wale malaika waovu ambao wanamsaidia shetani. But the angel Michael and angel Gabriel stood with God. Lakini malaika Michaeli na malaika Gabrieli wakasimama pamoja na Mungu. Those two angels stood with God. Wale malaika wawili walisimama pamoja na Mungu. Angel Gabriel and angel Michael stood with the God. Malaika Gabrieli na malaika Michaeli wakasimama na Mungu ule mwelio muumbaji wa mbingu na dunia. And again millions and millions of angels remained faithful to God. Na tena mamilioni na mamilioni za malaika wakabaki waaminifu na Mungu. But Satan lost his anointing. Lakini shetani akapoteza upako wake. And he will not regain it. Na hata wahi kuipata tena. That is why the lake of fire is for him. Ndio maana ziwa la moto ni kwa ajili yake. And his angels. Na malaika zake. And wicked men and women. Na wanawake waovu na wanaume waovu who serve the interests of Satan, wanaofurahia matendo yake, who decide to follow Satan, ambao wanaamua kumfuata shetani by their own choice, kwa chaguo zao wenyewe. You see, God gives people the word. Unaona Mungu anawapatia watu neno. And some people reject the word. Na watu fulani walikataa neno. Everybody is given the same opportunity. Kila mtu anapewa ile fursa moja. But people reject the gospel. Lakini watu wanaikana injili. They choose the lake of fire by their own choice. Wanachagua ziwa la moto kwa chaguo lao wenyewe. But we have chosen heaven even by our own choice. Lakini tumechagua mbinguni hata kwa chaguo letu wenyewe. Because we have chosen wisely. Kwa sababu tumechagua kwa akili. Jeremiah says, Yeremia akasema, before man there are two ways. Mbele ya mwanadamu kuna njia mbili. A way of life, njia ya uzima, and a way of death. Na njia ya kifo. And you are supposed to choose. Na wapasha kuchagua. So God gives the gospel. Mungu anapeana injili. If you reject the gospel, ukatae injili, then you choose the way of death. Unachagua njia ya kifo. If you embrace the gospel, injili, then you choose the way of life. Unachagua njia ya uzima. There are two trees. Ziko miti miwili. The tree of life, miti ya uzima. Choose the tree of life. Chagua mti wa uzima. There is a tree of knowledge good and evil. Pia mti wa kujua mema na mabaya. And men have chosen it. Na wengi wamechagua. And they will be in condemnation. Na watakuwa katika hukumu. So Satan lost the anointing. Shetani akapoteza upako. Just like many ministers today. Kama wahuduma wengi leo. You see, people want to be leaders. Unaona watu wanapenda kuwa viongozi. And that's what has destroyed humanity. Na hii ndio imeharibu watu. Everybody wants to have a following. Kila mtu wote anapenda kuwa na wafuasi. Everybody wants to have a following. Kila mtu anapenda kuwa na wafuasi. And even when God called William Branham home, hata wakati Mungu alimuita ndugu William Harold Branham nyumbani, many ministers rose, everybody wants a following. Wahuduma wengi kila mmoja anapenda awe na wafuasi wake. Every minister wants a following. Kila mhuduma anapenda kuwe na wafuasi wake. They want to make themselves names. Wanapenda kujifanyia wenyewe majina. They want to build their own towers of Babel. Wanapenda kujijengea wenyewe minara zao za Babeli. But many are not humble. Lakini wengi wao hawako wapole. Many are not humble. Wengi wao hawako wapole. But God, those who will be in the rapture are humble people. Wale ambao watakuwa katika unyakuo ni watu wapole. God resists the proud. Mungu anashindana na wenye kiburi. But he gives grace unto the humble. Anapatia neema kwa wale wapole.
Have you seen ministers in the end time message? Umewaona wahuduma katika ujumbe wakati wa mwisho Who have taught error? Ambao wamefundisha makosa. Coming before the flock. Wanakuja mbele ya makutano. Repenting. Na wakitubu. That forgive me. Nisamehe. For the past 15 years. Kwa miaka karibu 15. I have taught error in this. Nimekuwa nikifundisha kosa ndani ya hii. Can you now? Unaweza sasa. Forgive me, I did not know it. Monisamehe, nilikuwa sijue. This is the right way. Hii ndio njia ya mzuri. Have you seen? Umewahi kuwaona ndani ya ujumbe wakati wa mwisho? Like when Brother Branham, kama wakati ndugu Branham spoke in a double tongue, alinena kwa lugha ya namna mbili. How many years left for Israel? Miaka ngapi imebaki kwa ajili ya Israeli? He preached, alihubiri in a message, the 70 weeks of Daniel, ndani ya ujumbe wa juma la dini, there will be 7 years left for Israel. Itakuwa miaka 7 iliyobaki kwa ajili ya Israeli. 1 week. Juma moja. Then, alafu in some other books, katika vitabu vingine, you can throw it there as 3.5 years. Anaweza kuweka tupa pale miaka 3.5. Miaka 3.5. How many ministers have humble themselves? Wahuduma wangapi wamejinyenyekeza wenyewe? Who have been teaching 3.5 years? Wamekuwa wakifundisha miaka 3.5. Left for Israel. Imebaki kwa ajili ya Israeli. Then they cannot now put in order the ministry of the 2 prophets, Moses and Elijah. Na hawezi sasa kuweka hata katika utaratibu huduma ya wale manabii wawili, Musa na Elia. And when the Antichrist, the man of sin, breaks the covenant. Na wakati gani huyo yule mpinga Kristo, mtu wa asili, ataivunja agano? And he becomes violent. Na awe mtu mkali. In the last 3.5 years. Katika ile miaka 3.5 inayobaki. Because Moses and Elijah will preach for 3.5 years. Sababu Musa na Elia watahubiri kwa muda wa miaka 3.5. Then there will be the last 3.5 years. Alafu kutabaki miaka mingine 3.5. When people will be forced, there will be the mark of the beast. Wakati watu wataweza kusukuma waamini ile alama ya mnyama. So where are humble people? Watu wa pole wako wapi? So God wants people to be humble. Mungu anapenda watu wao wapole. But they will only wake up to see that they have missed the rapture. Wataweza tu kuamka kuona kwamba wamepoteza unyakuo. Brethren, that's why the word says, be at peace with all people. Ndio zangu, ndio maana neno linasema muwe amani na watu wote. When you see that you have been teaching an error in a certain subject, please repent of it. Unapoona kwamba umekuwa ukifundisha kosa fulani katika mahubiri fulani, tubu juu yake. If you have been living a life not pleasing to Christ, repent of it. Kama umekuwa ukiishi maisha ambayo hayampendeze Bwana Yesu Kristo, yatubu. There is no shortcut to the rapture. Hakuna njia ya mfupi kwa unyakuo. There is no shortcut for the rapture. Hakuna njia ya mfupi kwa unyakuo. For you to enter into the rapture, hapo kuingia katika unyakuo, it means that you have been walking with Christ closely and you have followed his footsteps. Inamaanisha kwamba umekuwa ukitembea na Kristo pole pole na umeweza kufuata nyayo zake. It is no longer you living, but Christ in you, the hope of glory. Haiko tena wewe unaishi, lakini Kristo ndani mwako, tumaini la utukufu. You have fully surrendered unto Christ. Umejitolea kikamilifu kwa Kristo. Continue reading. Endelea kusoma. Receive us. We have wronged no man. Sisi hatujamkosea mtu yoyote. We have corrupted no man. Hatujamfanyia mtu yoyote. We have defrauded no man. Hatujamkosea mtu yoyote. I speak not this to condemn you. Siseme hili neno kuwahukumu. I have said before. Maana nilisema that you are in our hearts. Kwamba nyinyi uko katika roho zetu. And live with you. Na kufa pamoja nanyi na kuishi pamoja nanyi. Great is my boldness of speech. Ninaona ujasiri mwingi you. Kwenu. Great is my glory. Naona fahari yangu kuu kwenu. I am filled with comfort. Nimejaa na faraja. I am exceeding joyful. Katika ziki. In all our tribulation. Katika ziki yote nimejaa na furaha. When we were come into Macedonia, kwa maana hata tulipofikia Macedonia, our flesh had no rest. Mili yetu haikuwa na kupata nafuu. We were troubled on every side. Bali tuliteseka kokote. Acha hapo. You repeat. For when we were come into Macedonia, where you started. Anzia pale ulipoanzia. Receive us. We have wronged no man. Sisi stop there. We have wronged no man. Hatujamkosea mtu yoyote. The body of Christ is going to the rapture, you and me. Mwili wa Kristo ambao wako naingia katika unyakuo, mimi na wewe. Wrong no man. We have wronged no man. Usimkosee mtu yoyote. Amen. Continue. Rahisi tu vile. We have corrupted no man.
Na sisi hatujamharibu mtu yoyote. We have corrupted no man, meaning that we have not given anybody a false teaching. Hatujamharibu mtu yoyote. We have not corrupted the word of God. Inamaanisha kwamba sisi hatujaliharibu neno la Mungu. We have taught people the true word. Tumewafundisha watu neno la ukweli. Continue. We have defrauded no man. Hatumkumkosea mtu yoyote. Today, some wamoja who got the message of William Branham, waliopokea ujumbe wa ndugu William Marion Branham, defrauding others. Wanawakosea watu wengine. They get dollars from other people. Wanapata madola kutoka kwa watu wengine. And then they come intentionally to teach a false doctrine to the flock. Wanakuja kimakusudi kufundisha mafundisho ya uongo kwenye makutano zao. To the body. Kwenye mwili wa Kristo. Kwenye watu wa Mungu. Defrauding. Hii ni and then intentionally teach error. Kimakusudi wanafundisha makosa. Defrauding. Wakiwa then intentionally teach error. Wakiwa wenye kuwakosea watu kuwafundisha makosa. Paul say, Paulo akasema, we have not done it. Sisi hatujakosea mtu yoyote. You see, unaona, when you want to enter to the rapture, wakati unapenda kuingia katika unyakuo, do not defraud anybody. Usiwe mwenye kukosea mtu yoyote. Do not be corrupted. Usiwe mwenye kupewa ufisadi. When you see the word, unapoona kwamba ni neno, stay with the word. Simama na neno. Stay with the word. Simama tu na neno. Amen. Don't refuse the word. Usilikane neno. Because of what you have been given in the flesh. Kwa ile ambayo imekupewa tu katika mwili. Don't turn away the word. Usiliachilie neno. Because something has been given to you. Sababu kitu fulani kimekupewa. To please your flesh. Kupendeza mwili wako. Stay with the word. Kaa na neno. Stay with the word. Kaa na neno. I believe that's what Branham said. Stay with the tape. Say what the tape say. Naamini ile ndio ndugu Branham alisema, kaa na ile ambayo kanda inasema. What actually did he mean? Alimaanisha nini? He was meaning that stay with the revelation of the word. Alikuwa anamaanisha kwamba kaa na ufunuo ya neno. Say what the tape says. Sema kile ambacho kanda inasema. He not just to cram his words. Haiko tu kuyakamatia kwa vichwa maneno yake. Parroting his words. Haiko tu kurudilia maneno yake kama kasuku. Where he spoke by revelation. Lakini kwenye alisema kwa ufunuo. Take it. Yachukue. Stand with it. Mama pamoja naye. Preach it. Yahubiri. Go with it. Enda pamoja na. Yes, that's what he meant by say what the tape say. Ile ndio alimaanisha kusema kile ambacho kanda inasema. Let's go back to Romans 12. Turudi kule kwenye Waroma 12. You start now from verse 1. I beseech you therefore, brethren, basi ndugu zangu na wasi, by the mercies of God, kwa huruma za Mungu, that you present your bodies a itoe living yenu sacrifice, iwe dhabihu iliyo holy, hai, acceptable unto God. takatifu ya kupendeza Mungu. No, you stop there. Achia hapa. You present your bodies a living sacrifice. Unaileta mili yenu kuwa dhabihu ama sadaka iliyo hai. That was a scripture point to our day now. Ile ilikuwa ni andiko ambayo inatuelekeza kwenye siku zetu sasa. We are the ones to be raptured. Sababu sisi ndio tutapaswa kunyakuliwa. We are the ones our bodies to be changed. Sisi ndio miili yetu tutapaswa kubadilishwa without going into the grave. Bila kuingia katika makaburi. Present our bodies a living sacrifice. Tuzilete miili zetu zikiwa sadaka za uhai. Somebody who has met Christ. Mtu fulani aliyekutana na Kristo. Showing Christ in your body. Akimuonesha Kristo ndani ya mwili wako. Reflecting Christ in your body. Ukimuonesha Kristo ndani ya mwili wako. That is showing your body a living sacrifice. Ile ni kuonesha mwili wako kuwa ni sadaka iliyo hai. There is no hypocrisy there. Hakuna unafiki mule ndani. There is no defrauding there. Hakuna kunyima mule ndani. There is no corruption there. Hakuna ufisadi mule ndani. There is no wickedness there. Hakuna uovu mule ndani. There is no evil there. Hakuna maovu mule ndani. There is no immorality there. Hakuna uovu mule ndani. There is no telling lies there. Hakuna kusema uongo mule ndani. There is no theft there. Hakuna kuwizi mule ndani. There is no heresy there. Hakuna kumusema uongo mule ndani. You present your body a living sacrifice. Unaileta mwili wako kuwa sadaka iliyo hai, holy, takatifu, and acceptable, na inayokubaliwa unto the Lord. Kwa Mungu. Holy, takatifu, and acceptable, na ya kupendeza. Now, sasa, have you presented your body? Je, umeuleta mwili wako? Now as we speak. Kwa saa hii tukianena. This physical body here. Hii mwili wako hii ya kawaida. Holy,
umeileta kuwa takatifu and acceptable na ya kukubaliwa unto God. kwa Mungu. Meaning that Kimaanisha you kwamba don't allow it to fulfill the evil lust, hauiruhusu mwili wako kutimiza tamaa zake presenting mbovu. your body Ukileta mwili wako holy kuwa takatifu and acceptable na ikikubaliwa unto the Lord. kwa Mungu. Are you doing it? Je, unafanya hivi? If you do it, Kama unafanya that hivi, means blessed are you, inamaanisha wewe umebarikiwa and you will be in the rapture. na utakuwa katika unyakuo. Blessed are you, Umebarikiwa wewe, holy and acceptable unto the Lord. takatifu na ya kupendeza Continue Mungu. reading. Endelea kusoma. Which is your reasonable service. Ndio ibada yenu yenye maana. And be not conformed You stop there. Achia kwanza. What is our reasonable service? Ibada yetu ya maana ni nini? What is your reasonable service? Ibada yako ya maana ni gani? Our believing in Christ Kumwamini kwetu Kristo should be reasonable. ipashe kuwa ya maana. No wonder Si ya kushangaa Prophet Isaiah, Nabii Isaya. don't close there, I read Isaiah chapter 1, Usifunge pale, nisomee Isaya verse 1:18. 18. Which is our reasonable service? Nini ndio ibada yetu ya maana? We the body of Christ, people who are supposed to be the rapture, we should be reasonable. Sisi mwili wa Kristo, watu ambao wanapaswa kuwa katika unyakuo, tupasha kuwa wa maana. Come now, Njoni sasa and let us reason na together, tukasemezane pamoja. says the Lord. Asema Bwana, Though your sins be as scarlet, japo dhambi zenu ziwe nyekundu they shall be as white sana, as snow. zitakuwa nyeupe kama Though theluji. they be red like crimson, Zijapo kuwa nyekundu kama damu, they shall be as wool. zitakuwa kama sufu. Come now Njoni sasa and reason. tukasemezane. We have been invited to reason. Tumealikwa tukuje tukasemezane. Reason. Tukasemezane. I believe that's why Paul said, Na maana ndio maana Paulo akasema, you reason among yourselves. musemezane kati yenu wenyewe. Is it proper for a woman to pray unto God Je- with her head uncovered? Je, ni vizuri kwa mwanamke kuomba kwa Mungu na nywele zake na kichwa chake asifinikwe? That's not even nature. Inasema hata Itself teach you that if a man has long hair on his head, it's a shame unto him. haiwafundishi hata kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu kwenye kichwa chake ni aibu But kwa. if a woman has long hair on her Bali head, mwanamke akiwa na nywele ndefu kwenye kichwa chake it is glory ni utukufu unto her. kwake, It's a blessing. ni baraka. For her long hair Maana nywele zake is ndefu given unto her for a covering. zimempewa kwa kifiniko. Come and reason. Mkuje tukasemezana. Paul on the subject of hair Paulo kwenye is somo telling la the people nywele of God, come and reason. anaambia watu wa Mungu, mkuje tukasemezana. Just nature tells you that if a man has long hair on his head, Oh. it's a shame. Umbo peke yake na kuonyesha kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu He kwenye did kichwa not chake. even bring the word of God in that. Hakuleta hata neno la In Mungu. nature, Alisema tu umbile, that is maumbile a shame. ni If aibu. you bring it into the word of God, Ukileta katika neno la it is Mungu death. ni kifo. Praise Jesus. Asifiwe Yesu. Come and reason. Mkuje tukasemezana. Isaiah, a greater prophet. Isaya nabii mkuu, No wonder he has 66 chapters. sio kushangaza, ana sura 66. A greater prophet Isaiah, Nabii mkubwa Isaya, who even prophesied about the birth of Jesus Christ, that the virgin shall conceive. ambaye hata ndiye yeye alitabiri juu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo, akasema bikira atachukua mimba. Oh. He prophesied about salvation in Jesus Christ. Alitabiri juu ya wokovu ndani ya Yesu Kristo. And his prophecy went up to the millennium. Na unabii wake ukaenda ukatabiri mpaka juu hata utawala wa miaka 1000. Isaiah's prophecy even covered the building of the third temple in Jerusalem. Unabii wa Isaya unatabiri hata juu ya kujengewa kwa hekalu la tatu kule Yerusalemu. It covered about the Jews returning to their homeland. Unabii wa Isaya unanena hata juu ya Wayuda wakirudi kwenye nchi yao. Isaiah's prophecy is a long range prophecy. Unabii wa Isaya ni udamii mrefu sana. A long range prophecy. Ni unabii mrefu sana. He has 66 chapters. Ana sura 66. No wonder the Bible is 66 books. Na si ya kushangaza hata Biblia ni vitabu 66. What a greater prophet, what an anointing. Ni nabii aina gani mkuu na upako mkuu Which was in him. ambao ulikuwa juu yake. He said, Akasema, come and reason. mkuje tukasemezana. Come and reason. Munjoni tukasemezana. There is no sin which God cannot even forgive if you come and humble yourself. Hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe kama unakuja na kujinyenyekeza. That I am a sinner. Kwamba niko mwenye dhambi. Jesus Christ forgive me. Nisamehe. Jesus will forgive Yesu you. Kristo atakusamehe.
If you're a sinner, then you come to Christ Jesus to repent. He will forgive you. If you have taught error, kama ulifundisha makosa, you come to Christ. Unakuja kwa Kristo. Come and reason. Kuja tukasemezane. That I have been teaching like this. Nimekuwa nikifundisha hivi. But the true revelation is like this. Lakini ufunuo wa kweli ni huu. Christ will forgive you. Kristo atakusamehe. Come and reason. Njoni tukasemezane. If you have been your life has been conformed to the world, kama maisha yako yamekuwa yakifanana na ulimwengu, if you have loved the world and the things of the world, na vitu vya ulimwengu, you come to Christ, unakuja kwa Kristo, you repent, unatubu, and say that Jesus Christ, I want you to have an upper hand in my life, to be number one. Napenda uwe wa kwanza ndani ya maisha yangu. Come and reason, he will show mercy upon you. Njoni mkasemezane na atakuonesha rehema. Come and reason. Njoni tukasemezane. Which is our reasonable service. Ndio ibada yetu inayofaa. We are supposed to be reasonable. Tunapaswa kuwa watu wenye maana. Many children of God. Wengi watoto wa Mungu. Many people. Watu wengi who call upon the name of Jesus Christ. wanaoliita jina la Bwana Yesu Kristo are not reasonable. Hawako watu ambao and because they are not reasonable, kwa sababu hawasemezani, that's why they are going to miss the rapture. Ndio maana watakosa unyakuo. Yeah. Missing the rapture simply means kukosa unyakuo inamaanisha those people who have missed the rapture are not reasonable, have not been reasonable. Niko watu ambao hawakuwa na wenye maana. Maybe they have been offering a lip service. Pengine wamekuwa wakitoa tu ibada ya midomoni. Their hearts have been far from God. Roho zao zimekuwa ziko mbali na Mungu. They just have a lip service. Wana tu ibada ya mdomoni. But their hearts have been far away from God. Lakini roho zao ziko mbali sana na Mungu. They have not been reasonable. Hawajakuwa watu wenye kusemezana. Some have been hypocrites. Wengi wamekuwa ni manafiki. Some have been double dealers. Wengi wamekuwa wakifanya madouble dealing. One leg Jesus, one leg Satan. Mguu mmoja kwa Yesu, mguu mwingine kwa Shetani. Some have been like that. Wengi wamekuwa vile. Some have not been sincere. Wengi wamekuwa si waaminifu. They have not been reasonable. Hawakuwa wenye kusemezana. Some commit sin and hide. Wengi wanafanya dhambi na kuificha. They commit sin, they don't repent. Wanafanya dhambi na hawatubu. They have not been reasonable. Hawajakuwa wenye kusemezana. Somebody can keep committing sin in a church for 3 years. Mtu anaendelea kufanya dhambi kanisani miaka 3. But he continues to be in the midst. Anaendelea kukaa because he is not reasonable. Kwa sababu yeye hasemezani. Some families, majamaa fulani, husbands have not been reasonable. Mume na mke hawajakuwa wenye kusemezana. Some families, jamaa fulani, husbands, wives have not been reasonable. Wanawake hawajakuwa wenye kusemezana ume zao. There has been no harmony between a husband and a wife. Hakuna utulivu kati ya mume na mke. They quarrel throughout. Wanapigana wakati wote. They fight one another. Wanapigana moja kwa mwingine. In fact, you see that his family and heavenly family, it is just a hell. Unaweza kuanzia kwamba jamaa yake ni kimbilio, lakini jamaa yake ni kuzimu. So their prayers have been hindered. Maombi yao yamezuizwa. They have not been reasonable. Hawajakuwa wenye kusemezana. Many families, jamaa nyingi, they have not been reasonable. Hawajakuwa wenye kusemezana. Just like the family of Pastor Eli in the Old Testament. Kama jamaa ya mchungaji Eli katika Agano la Kale. His sons were not reasonable. Wana waga wako kwa wenye kusemezana naye. And even Pastor Eli could just look at that. Na mchungaji Eli angeweza tu kuangalia tu vile. Without any rebuke. Bila kuwakemea. Without any rebuke. Bila kuwakemea. And his judgment. Na ile ikaleta hukumu yake. Not reasonable. Bila kuwa mwenye kusemezana. The wife of Job was not reasonable. Mke wake na Ayubu hakukuwa mwenye kusemezana. Because he saw that serving God is only on a flower bed of ease. Aliwazia kwamba kumtumikia Mungu ni kwenye tu kitanda cha maua. When God allowed a trial in their family, Mungu aliporuhusu majaribu ndani ya jamaa zao, all the wealth is taken away. Mali yote imetolewa. Everything, children dying. Watoto wote wamefariki. When God allowed a trial in their family, Mungu aliporuhusu jaribu ndani ya jamaa yao. And even now the husband Job was afflicted. Na hata mume wake Ayubu alikuwa in the flesh. Anaumia katika mwili. He was using a stone for scratching his skin and flesh. Jiwe kuvuruta mwili wake. The wife, mke wake, was not reasonable. Hakukuwa mwenye kusemezana. Can you please curse your God? Akamwambia hukumu Mungu wako. Simply, let us go to the world. Acha tuende kwa ulimwengu. It seems our God is not a God of mercy. Iko kama Mungu wetu haiko Mungu wa rehema. We have tried our level of best to serve him. Tumejaribu tuwezaye kumtumikia. But look at your physical body now. Angalia sasa mwili wako.
Then Job, Alafu Ayubu by revelation, kwa ufunuo, because Job was a reasonable husband, a reasonable husband, mume wenye kusemezana, rebuked his foolish wife, akakemea mke wake mpumbavu, that he had become a denominational lady. au umekuwa mwanamke wa kidini sana. Out of my sight. Toka machoni pangu. With God, pamoja na Mungu, there is goodness. kuna uzuri. If we allow us crying, akiruhusu kulia, he should receive the glory. apokee tu utukufu. Because Job was a reasonable man. Kwa sababu Ayubu alikuwa mtu mwema. There was a marriage again in the Old Testament. Kuna ndoa nyingine katika Agano la Kale. Unreasonable man, Nabal. Mtu asiyekuwa mwenye kusemezana, Nabal. Married a reasonable lady, Abigail. Alioa mwanamke wa maana, Abigaili. Nabal. A type of denomination. Nabali mfano wa madini. A type of somebody who lives only in the flesh. Mtu ambaye anaishi tu katika mwili, but not in the spirit. Lakini si katika roho. He was a selfish man. Alikuwa mtu mchoyo. He was not a reasonable man. Hakukuwa mtu mwenye kusemezana. King David, Mfalme Daudi, when he was being chased by Saul, wakati alipokuwa anafukuzwa na Sauli, who actually was not also reasonable, ambaye pia hakukuwa pia mwenye kusemezana, because he did not follow the order of God to destroy the Amalekites. Kwa sababu hakufuata utaratibu ya Mungu kuweza kuharibu Amaleki. He was not reasonable. Hakukuwa mwenye kusemezana. Because of that, God rejected him from being king. Kwa sababu ya ile Mungu akamkataa siwe mfalme. All the time was chasing, looking for David's life. Wakati wote alikuwa akimtafuta maisha ya Daudi. David was hiding. Naye Daudi alikuwa akienda kijificha. And when he was hiding, alipokuwa anaenda kujificha with his soldiers, na maskari zake, he helped rescue the sheep of Nabal. Akaponyesha kondoo za Nabal from thieves and wild animals, kutoka kwenye wizi na manyama za mporini. Then one day, siku moja, he said, I think I have done much for this man. Akasema nimefanya kutosha kwa huyu mtu. He can also give me a goat. Anaweza kunipea pia. He sent the servants. Tume watumishi. The answer he gave was very unreasonable. Jibu aliyopeana ilikuwa ni jibu sio kwa ya kusemezana. Then now David now started the mission. Daudi sasa kaanza mission that this wicked man's family should be destroyed completely. Jamaa ya huyu mtu muovu iharibiwe kikamilifu. But the information was leaked. Lakini zile habari zikatolewa to Abigail. Kwa mkewe Abigail. That you are going to die. Unaenda kufariki. Then Abigail prepared very fast. Abigail akatarisha haraka. Is mounted an animal, akapanda juu ya ule mnyama, and then went and met David and his soldiers when they were coming now to destroy their family. Akaenda kukutana na Daudi alipokuwa anakuja kuiharibu jamaa yake. She knelt down, akapiga chini magoti, pleaded for mercy, akaomba rehema, akaomba rehema. And God had mercy. Na Mungu akawa ni mwenye rehema juu yake. Because she was a reasonable woman. Ni kwa sababu alikuwa mwanamke mwenye kusemeza. A reasonable woman. Alikuwa mwanamke mwenye kusemeza. There is another reasonable woman in the Bible. Kuna mwanamke mwingine mwenye kusemezana katika Biblia. Called the Shunammite. Anaitwa mwanamke wa Shunemi. When she observed the servant of God. Alipoona mtumishi wa Mungu. Elijah moving to preach. Elia akienda kuhubiri. Moving to preach. Akienda kuhubiri. But going very far to his home. Lakini akienda mbali na nyumba yake. She said, akasema, I should simplify the movement of that man of God. Nifanye ile kazi ya huyu mtu wa Mungu kwa rahisi. Then she told her husband. Alafu akamwambia mumewe. That let us construct a small room for this man. Acha tujenge jumba kidogo kwa huyu mtu. And eventually, mwishowe, God rewarded her with a child. Mungu akamlipa na mtoto. Because she was reasonable. Kwa sababu alikuwa mwenye kusema. That's what the Bible says. Linasema, come and reason. Muje tukasemezana. Come and reason. Muje tukasemezana. So when you are reading the word of God, wakati unalisoma neno la Mungu, reason. Semezana. That's why Isaiah says, ndio maana Isaiah inasema, here a little, hapa kidogo, there a little, pale kidogo, line upon line. That means balancing the word of God properly. Neno la Mungu sawa sawa. It is not just getting one scripture without a proper balance. Then you start running away with it. Na kwenda kukimbia na ile andiko. Then you start running away with it. Unaanza kukimbia na ile andiko. Here a little, hapa kidogo, there a little, pale kidogo, line upon line. Mstari juu ya mstari. Study to show yourself approved. Jifunze kuonyesha kwamba a workman mwenye fanya kazi, that needed not to be ashamed. Ambaye hapaswi kuaibishwa. Yeah, this gospel should not shame us. Ndio injili isiwaibishe. When you are not properly balancing the word. Wakati hauko mwenye kulisawanisha neno la Mungu. We should not be ashamed. Tusisikie aibu.
that the rapture takes place, kwamba unyakuo itapitika, then you again left here. alafu tena unaachwa hapa. When some of your people have gone, Wamoja watu wako wameenda. what have you been doing? Umekuwa ukifanya nini? You are now ashamed. Umeaibishwa sasa. Some people have gone into a rapture, Watu wengine wameenda kwa and then you unyakuo. have missed it. Wewe umeikosa. Then you become ashamed, Alafu unasikia hivi. and you will be in a great Na tribulation. utakuwa katika ziki kubwa. This is not the time Hii haiko ndio wakati for foolishness. kwa upumbavu. This is time for seriousness. Hii ndio wakati wa Time kuimanisha. for seriousness. Kuja kuwa kuimanisha. People who reason Watu ambao wanasemezana with the word of God. na neno la Mungu. Even in our message books, Hata katika vitabu vyetu vya ujumbe it needs reasonable men, zinahitaji reasonable women, inahitaji watu reasonable brothers, wa ndugu wa maana, reasonable sisters, wadada wenye maana, to understand those messages. kusemezana kuweza kuelewa zile ujumbe. Otherwise, if you are not reasonable, Na sivyo usipokuwa mwenye you will kusemezana, come out with polygamy. utatoka ndani na kuoa wengi. If you are not reasonable with Kama those uko mwenye messages, kusemezana na hizo you will ujumbe, come up with polygamy. utatoka na kuoa wengi. If you are not reasonable with those messages, Kama usemezana na hizo ujumbe, another man I understand in South Africa is calling himself a Midnight Christ ministry. mtu You fulani is a Midnight Christ. anajiita kwamba yeye ni wa huduma ya mlio Because kwa sababu he is not kwa reasonable. sababu If you are not reasonable with those messages, sasa kuwa mwenye kusemezana na hizi you ujumbe, will wind up in a great tribulation. utaishia kwenye ziki kubwa. Those messages Zile ujumbe also needs reasonable people zinahitaji pia watu wenye to kusemezana, understand kuelewa what actually did the prophet mean nabii alimaanisha nini in this message. katika huu ujumbe. What actually did he mean? Alikuwa akimaanisha nini? It needs reasonable people Inahitaji watu wenye kusemezana, interpreting those messages, watu wanaozitafsiri zile and ujumbe, the reasonable na wanaosemezana will properly understand. wataweza kuielewa vizuri. Come and reason. Mjeni tukasemezana. It needs come and reason. Inahitaji njoni tukasemezana. Everywhere, come and reason. Kila mahali njoni tukasemezana. In the church, come and reason. Kanisani tujeni tukasemezana. In your family, come and Katika reason. jamaa yenu njoni tukasemezana. Come and reason. Njoni tukasemezana. Come and reason. Njoni tukasemezana. This things so. Je, mambo haya yako vile? Like the Berean believers. Kama waamini wa Berea. This things so. Je, haya mambo yako vile? Come and reason. Njoni tukasemezana. What does it mean by the unity of the faith? Inamaanisha nini umoja wa imani? And how do we achieve the unity of the faith? Na tunaupataje umoja wa imani? How do we achieve the unity of the faith? Tutawezaje kupata umoja wa imani? When will you stop to be tossed to and fro Utajaje by every wind of doctrine? kupeperushwa huku na huko na kila upepo ya mafundisho? Come and reason. Njoni tukasemezana. Come and reason. Njoni tukasemezana. That the wife, let us be glad and rejoice. Kwamba acha tufurahi na tushangilie. The wife of the Lamb of God Mke wa mwana kondoo wa Mungu has made herself ready. amejifanya mwenyewe tayari. She is dressed in fine linen, Amevaa kitani kisafi, clean and white. kisafi na keupe. For the fine linen is the righteousness of the saints. Maana kitani safi ndio matendo ya haki ya watakatifu. Maybe let us read it there also. Tusome pale pia. Revelation 19. Ufunuo 19. Six to 7. 6 mpaka 7. And I heard as it were the voice of a Yeah, great multitude, kama sauti ya radi and as yenye the voice of ya many makutano waters, makubwa, na kama sauti ya and maji as mengi, the voice of mighty thunderings, na kama sauti ya radi saying hallelujah, yenye nguvu ikisema for the Lord haleluya, God maana omnipotent, Bwana Mungu Reigns. wetu Mwenyezi amemiliki. let us be glad Na tushangilie, and rejoice tukashangilie, and give honor to tukafurahi, him, tukamupe Mungu utukufu, for the marriage of the Lamb Wake. is come, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo and amekuja, his wife has made herself ready. na mke wake amejifanya mwenyewe tayari. Yeah. The marriage of the Lamb Ndoa ya has mwana kondoo come, imekuja, and his wife harusi ya mwana kondoo imekuja, na has mke made wake herself ready. amejifanya mwenyewe kuwa tayari. How did that come about? Continue reading. Ilikuja kuaje namna gani hiyo? Endelea kusoma. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, Naye ameruhusiwa avike kitani clean and kizuri white. safi, For the fine linen is the righteousness of saints. maana kitani kisafi ndiyo To matendo ya haki ya her is watakatifu. granted that she is dressed, she puts on fine linen, clean and Ameruhusiwa white. avikwe kitani kizuri, nguo iliyo safi.
which is the righteousness of Christ. Na ndio wenye haki wa Kristo. Meaning it's not by works. Inamaanisha kwamba si kwa matendo. It's not by works. Si kwa matendo yao. Read 2 Timothy chapter 1. Soma Timotheo wa pili 1. That's we are now closing. Tukifunga sasa. Second Timothy chapter 1 verse 9. Timotheo wa pili 1:9. Who has saved us and called us with an holy calling, Ambali tuokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. not according to our works, Si kwa kadiri ya matendo yetu, but according to his own purpose and grace, bali kwa kadiri ya makusudi yake which mwenyewe was given na neema us yake. in Christ Jesus Na before the foundation, ilitupewa katika Kristo before the Yesu. world began. Kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Repeat it slowly. Who has saved us and called us Ambaye with alituokoa an holy akatuita calling. kwa Who mwito has saved mtakatifu. us? Nani alituokoa? The inner man is already saved. Mtu wa ndani ameshaokolewa tayari. The soul and the spirit already saved. Mwili nafsi na roho Only zimeokolewa. now we are waiting the salvation of our physical bodies, Tunangojea tu wokovu wa miili zetu za which kawaida is soon taking place. ambayo karibuni itakuwa itapitika. So the inner man is already it's a done deal. Mtu wa ndani huyu ni kazi ambayo We are already imemalizika. born again. We are already saved, filled with the Holy Ghost. Tumezaliwa mara ya pili, tumeokolewa, And tumejazwa kwa very mtakatifu. soon our bodies are going to be Na changed. karibuni miili zetu zitageuzwa. Yeah, the plan of salvation Mpango ya wokovu will not come to an end until the bodies are also changed. haitafikia mwisho mpaka miili pia zimebadilishwa. Yeah, who has saved us continue. Nani And aliyetuokoa endelea? Not according to our works. Si kwa kadiri ya matendo yetu. by grace are we saved, not according to Kwa works. neema tumetokolewa, si kwa kadiri ya matendo yetu. Not according to Si works. kwa kadiri ya matendo yetu. For you can boast. Unaweza kujivuna. It's just by the grace of God and the grace of God Na alone. ni kwa neema tu ya Mungu na neema ya Mungu tu pekee. This gospel of the rapture is not a gospel of grace mixed with the works of the law. No. Hii injili ya nyakuo haiko ya neema kuichanga na sheria, hapana. It is grace and grace alone. Ni neema na neema peke yake. It is called the righteousness of Christ, which was given us in Christ Jesus iliyotupewa katika Kristo Yesu before the world began. kabla ya kuwekwa kwa dunia. before the world began. Kabla ya kuwekwa kwa ulimwengu. In the beginning was the Word, Katika mwanzo ulikuwa neno. and the Word was with God, Neno alikuwa pamoja na Mungu. and the Word was God. Na neno alikuwa Mungu. Then verse 14 says, 14 inasema, and the Word put on flesh. na neno likavaa mwili. The Word was manifested in flesh. Neno likaonekana katika mwili. That is St. John chapter 1. Ile ni Yohana wa kwanza 1. Even now, Hata sasa the Bible tells us yeye inatuambia that we are to be bone of his bone, twapaswa kuwa mfupa wake, flesh of Christ's flesh, mwili wa Kristo, having the mind of Christ. tukiwa na mawazo ya Kristo. We express him on earth Tunamuonesha hapa dunia as the wife of the Lamb, kama mke wa mwana kondoo, Christ as the bride of Christ, kama bibi the harusi wa wife of Kristo. Jesus Christ. Mke wa Become Bwana Yesu flesh Kristo. of Christ's flesh, Tunakuwa mwili wa mwili wa bone of Kristo, Christ's bone. mfupa wa Kristo. Praise Jesus. Asifiwe Bwana Yesu. Yeah. Ndio. Let us conclude Tumalizie by going back to our Matthew 13, tukirudi kwenye Mathayo yetu 13 verse 16. 16. But blessed are your eyes, Lakini heri macho yenu for they see, ya kwa yanaona, and your ears, na masikio yenu for they hear. ya kwa yanasikia. Truly, Kwa ukweli blessed are our eyes, yamebarikiwa macho yetu, for we are now seeing all these things. kwa maana tunaona mambo haya yote. We Amen. have seen Tumeona the church ages. nyakati saba za kanisa, We have seen tumeona the seven seals. mihuri 7, We have seen tumeyaona the serpent seed. uzao ya nyoka, We have seen tumeyaona the position of Israel. nafasi pa Israeli, How they are going to build a third temple. jinsi watakavyolijenga hekalu la 3, How they are going to get their land back. jinsi watakavyojirudishia nchi yao. We have seen all that. Tumeona haya yote. We have seen Tumeona how the Muslim religion is going to be destroyed. jinsi dini la Kiislamu litaharibiwa, God using the nation of Israel Mungu akitumia to bring judgment on the taifa la Muslim Israeli religion. kuleta hukumu kwenye mataifa la Kiarabu. We have seen
Tumeona how Gog and Magog, which is Russia, is going to be destroyed in the land of Israel. Gisi Goge na Magogo ambayo Blessed are the eyes which do see. Katika nchi ya Israeli. Yamebarikiwa macho yanayoona. We have seen tumeona how Gog and Magog, which is Russia, is going to judge America, USA, Gisi the beast na which came out of the land. Itahukumu Marekani ambaye ni mnyama aliyotoka katika ardhi. Amen. We have seen tumeona how the European Union, gisi umoja wa Ulaya, which is the 10 horns of Western Europe, ndizo pembe 10 za Ulaya wa magharibi, will give their kingdoms to the Pope, the Antichrist. Zitapea ufalme wao kwa papa au mpinga Kristo. And we have seen na tumeona how the Pope will move from the Vatican City, Rome, to Jerusalem. Gisi papa atatoka kwenye mji wake wa Vatikani aelekee Yerusalemu. And sit in the temple, na kukaa katika hekalu, which is going to be rebuilt, ambalo litajengwa hapo karibu. Blessed are the eyes which do see. Yamebarikiwa macho yanayoona. We are seeing all these things. Tukunaona mambo haya yote. We have now seen now man has failed. Tumeona gisi sasa mwanadamu ameshindwa. Democracies have failed. Demokrasia zimeshindwa. Politics have failed. Masiasa zimeshindwa. Militaries have failed. Majeshi zimeshindwa. We have all seen that. Sote tumeona haya yote. So we have seen kwa hiyo tumeona how plagues are destroying humanity. Hizi mapigo ziko zinapiga watu. And man has no question. Na mwanadamu hana swali. Man has no answer. Mwanadamu hana swali. The medical experts have no answer. Wale ambao wanajua madawa hawana jibu. Like now how corona is shaking everybody. Hizi sasa corona iko inatingiza kila mtu. Whether you are called a superpower. Kama unaitwa superpower. How corona is shaking nations. Corona inatingiza hata mataifa ambazo ni nguvu za ulimwengu. A messenger of death moving from nation to nation, town to town, city to city, village to village, killing those who do not have the mark, who do not have the seal of Christ. Akiharibu wale ambao hawana muhuri wa Kristo. Because man has rejected the true God of Israel. The true God. Wanadamu wamekataa kweli wa Israeli aliyeziumba mbingu na dunia. So we have now seen all that. Tumeona haya yote. And there is nothing good going to come. Na hakuna kitu kizuri kitakachokuja. It's going from bad to worse. Inatoka kutoka kwa mbaya kuendelea kwa mbaya zaidi. It's going from plague to plague, epidemic to epidemic. Gonjwa fulani kwenye gonjwa nyingine. From earthquake to earthquake. Inatoka kwenye tetemeko za nchi kwenye tetemeko zingine za nchi. From one hurricane to another hurricane to another hurricane. Kwenye nyingine hurricane. Until all wicked cities have been carried away, washed in the water. Miji yote miovu yamesafishwa na ikatupwa ndani ya bahari. An earthquake from an earthquake. Tetemeko ya ardhi kwenye tetemeko ya ardhi nyingine. An earthquake from an earthquake. Tetemeko ya ardhi kwenye tetemeko ya ardhi nyingine. Till that Los Angeles is claimed to be a city of angels will one day be brought down into the sea. Mpaka ule angels ambayo inaitwa mji wa malaika itatupwa ndani ya bahari kwa ardhi tetemeko kubwa. So there is nothing good which is going to come. Hakuna kitu kizuri kitakachokuja. And eventually there will be the final wrath of God. Na mwisho patakuwa na hasira ya mwisho wa Mungu. Poured in the seven vials. Yatakayemwagwa kwenye ile vitasa saba. Blessed are the eyes which do see. Oh, yamebarikiwa macho yanayoona haya yote. Blessed are the ears which are hearing. Yamebarikiwa masikio yote yanayosikia haya. Blessed are the mouths which have been opened wide now to swallow the spiritual food. Yamebarikiwa vinywa ambavyo vinafunguka kuweza kumeza chakula cha kiroho. God bless us. Mungu atubariki. Let us pray. Na tuombe. One more time. Mara tena. Jesus Christ. Yesu Kristo. You are the same yesterday and forever. Wewe ni sawa sawa jana leo na hata milele. We have spoken on your word. Tumelinena neno lako. But I pray. Lakini naomba. May this word find habitation. Ili neno lipate makao. Dwelling in the hearts of thy people. Ikae ndani ya roho za watu wako. Change thy people. Badilisha watu wako. Thank you Jesus Christ. Asante Bwana Yesu Kristo. As now you are preparing your people to enter into the rapture. Katika unyakuo. For we are now in the season of the rapture. Sasa katika wakati wa unyakuo. Give us the grace to enter into the rapture. Tupatie neema kuingia katika unyakuo. May you receive all the glory. Pokea utukufu wote. In Jesus Christ's name I pray. Katika jina la Kristo Yesu nimeyaomba. Amen. 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 Amen.